Ujambo msikilizaji, na karibu katika fundisho letu la siku ya leo, ambalo tutazungumzia mambo mengi ambayo watu wengi hawapendi kuweza kuyafuatilia wala kuyachunguza. Na siku ya leo na kuomba uweze kusafiri pamoja nami uweze kujifundisha fundisho moja tu, fundisho la unabii ambao ni unabii wa Biblia, si unabii ule mwingine. Watu wanatabiriwa unabii wakiambiwa mambo mengi na watu wa kuwadanganya katika mitaa ambayo tunayoishi, lakini unabii huu ambao tunauangalia ni unabii wa Biblia. Biblia imejaa unabii mwingi wa mambo yaliyopita. Sababu Mungu alizungumza mambo mengi kwa vizazi, kila kizazi Mungu amekuwa na ujumbe katika kizazi. Na hata kizazi chetu Mungu hakuweza kukiacha hivyo, ila bali ameweza kutupa ujumbe, na ujumbe wake ni kupitia manabii. Sababu katika Biblia kitabu cha Zaburi 119 yake ya 105 anasema, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Hivyo watu wa Mungu wanafaa kuchagua Biblia kuwa kiongozi, mwangaza wa kuwamulikia kusudi wanaposafiri katika dunia hii, kwa sababu tunasafiri, kila mtu ana wakati wake wa kusafiri katika dunia hii, na Mungu ameweza kutupa mambo mengi ya kuweza kufuatilia na kuyachunguza kusudi tuweze kujumuika pamoja naye katika fundisho na kuweza kutuelekeza katika kumtambua na kuweza kumjua, kwa sababu kazi yote ambayo tuko nao kama wanadamu kuweza kumjua Mungu. Watu wameumbwa wakiwa na nafasi ya ibada ndani yao, na ibada ya pekee kwa Mungu. Na ndio unaona kwamba mtu akikosa kujua Mungu wa kweli, ataabudu na ataabudu miti, ataabudu viumbe, kwa sababu ibada iko ndani ya Mungu. Hivyo basi nataka tusafiri pamoja naye katika kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho ni cha mibaraka. Watu wanaokisoma wamebarikiwa kwa sababu wanajua ni nini kinawahitaji na ni nini wana sehemu yao katika maisha ya dunia hii ni nini. Soma katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 1 mstari wake wa 3 inatangaza baraka kwa wale wanaosoma kitabu hicho. Unajua watu wengi katika karne hii hawapendi kitabu cha Ufunuo, na nimefuatilia watu wengi ambao ni marafiki zangu, wengine pia hata ni washirika ambao tunashiriki nao, ni marafiki zangu, lakini ukifikia katika kitabu kinaitwa kitabu cha unabii, watu wengi hawapendi. Lakini kitabu cha unabii, hasa kitabu cha Ufunuo, ni mibaraka kwa wale wanaokisoma. Kwa nini? Ni barua ya pekee ya Yesu Kristo kwa watu wake. Ukisoma tu kitabu cha Ufunuo 1 mstari wake wa 1 hadi mstari wa 3, ni kitabu ambayo kinaonyesha picha kamili ambayo Mungu ameweza kuimwaga kwa watu wake. Na kinasema hivi, kitabu cha Ufunuo ni kitabu kipi? Nasema ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo kitabu hiki si ufunuo wa Yohana vile watu wanavyofikia. Yohana alitumika tu kuweza kuandika, kwa sababu Mungu anapotoa neno lake analitoa kupitia manabii. Lazima kuwe na channel ambaye Mungu anaitumia kutoa neno lake, na neno hili Mungu aliweza kumfunulia Yohana ili aweze kuwaletea watu wake. Kwa hivyo ufunuo huu si ufunuo wa Yohana, bali ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Na ufunuo huu tunaambia kuwa ni Yesu Kristo aliopewa na Mungu, ufunuo wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipewa ufunuo huu na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwepo upesi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ufunuo unaofunua mambo ambayo yatakuja kutupata. Kwa hivyo ni maneno ambayo yanatuhusu kwa wakati unaokuja. Alafu anasema, naye akatuma kwa mkono wa malaika. Yesu alipopewa ufunuo huu na Mungu, naye akautuma kwa mkono wa malaika. Malaika naye akapeleka wapi? Akamuonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu, yaani mambo yote aliyoyaona. Kwa hivyo Yohana alionyeshwa mambo haya akayaandika, lakini mambo hayo ni ufunuo ambao Yesu alituma kupitia kwa malaika, ili malaika naye amuonyeshe Yohana naye aweze kutuonyesha, kwa sababu ni mambo yanayotuhusu sisi. Kwa hivyo ni kitabu muhimu sana, kwa sababu Yohana yeye alionyeshwa mambo hayo yote kusudi aweze kutufunia. Sasa fungu la 3 katika kitabu cha Ufunuo 1 inasema kuna heri ama
una baraka kwa yeyote anayesoma kitabu cha Ufunuo. Ndio uweze kujiunganisha na kuweza kujisomea ni kitabu hiki, ni kwa sababu kitabu hiki ni kitabu cha baraka kwa yeyote anayesoma. Na ikiwa una uwezo wa kusoma, unayesikia mwingine akisoma kama vile unavyonisikiza siku ya leo nikiweza kusoma, elewa imehaidiwa baraka kwako, anayesoma na anayesikiza neno la unabii wa kitabu cha Ufunuo. Inasema hivi, heri asomaye. Biblia inasema heri. Heri ni kumaanisha una baraka ama umebarikiwa unayesoma kitabu hiki. Na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika, sio kusoma tu peke yake, pia na kuweza kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati wa mambo hao huu karibu. Mungu aweze kutubariki tuweze kuelewa maneno ya kitabu hiki. Na kitabu hiki ni kitabu kila mtu anastahili kuweza kukielewa, kwa sababu maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo ni maneno yanayohusu, ni maneno yanayonihusu, ni maneno yanayohusu nchi yetu, ni maneno yanayohusu dunia yetu, ni maneno yanayohusu kila mmoja, kwa sababu Mungu ameahidi ya kwamba ataweza kuyafunua kupitia watumishi wake. Na ndugu yangu, Mungu anapozungumza azungumzi maneno yakiwa wazi. Maneno yake anazungumza kwa njia ya mifano, na anazungumza kupitia manabii wake. Na ndiposa tunapoangalia katika kitabu cha Hosea, wacha tuangalie katika kitabu cha Hosea. Hosea ni 10 mstari wake wa 12. Hosea 12 mstari wake ni mstari wa 10. Mungu anapotoa siri zake, Mungu ana siri. Okay, ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 inasema ya kwamba mambo ya siri ni ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ana siri. Lakini siri hizi Mungu alizo nazo ukaa nazo? Hapana. Biblia inatuambia kwamba Mungu anafunua siri zake. Lakini kabla tujasoma katika kitabu cha Hosea 12, wacha tusome Hosea 3 mstari wake wa 7 ili tuweze kuelewa Mungu anasema nini. Hosea 3 mstari wake wa 7. Tusikie Mungu anazungumza na anasema nini. 3 mstari wake wa 7. Si Hosea, Amosi. Samahani, utanilia radhi, ni Amosi 3 mstari wake wa 7. Inasema hivi, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote isipokuwa. Okay, nitarudia. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Tumeelewa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 Mungu ana siri, na siri ni ya Mungu. Lakini Mungu akai na siri. Siri yake huitoa kwa channel moja peke yake, ambayo ni manabii. Kwa hivyo ukitaka kujua siri za Mungu, lazima uweze kupitia kwa manabii ili uweze kuelewa siri za Mungu. Mungu ana siri, na siri hizo Mungu anazitoa kwa channel peke yake inayoitwa manabii. Sasa utaingia katika kitabu cha Zekaria 12, tusikie anapotoa siri hiyo anaitoa kwa njia gani. Katika kitabu cha Hosea 12 mstari wake ni wa 10. Na inasema hivi, tena nimenena na hao manabii. Kwa hiyo tumesikia Mungu anapotoa siri zake, kwanza anatoa siri zake kwa manabii. Kwa hiyo Mungu anatoa siri zake kwa manabii, na anatoa kwa staili gani? Hiyo ndio nataka tuweze kujua. 12 mstari wa 10 kitabu cha Hosea inasema, tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Kwa hivyo Mungu anazungumza na manabii kupitia maono, anawaonyesha. Alafu, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anapotoa siri zake anazitumia kupitia mifano. Na kama Mungu hajazungumza na mifano, hakuna kitu amesema, kwa sababu kila kitu ambacho Mungu amesema anasema kupitia mifano. Hiyo tutasoma katika kitabu cha Mathayo. Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani aliweza kutuambia hivyo. Kitabu cha Mathayo 13 mstari wake wa 34 inasema namna gani? 13:34 inasema namna hii.
Samahani, niko Marko, ni Mathayo 34 inasema namna gani? Inasema haya yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mifano hakuambia neno lolote. Yesu alipokuwa anafundisha fundisho kuu ambayo Yesu aliweza kufundisha katika kitabu cha Mathayo katika Ziwa Galili, tunaona ya kwamba aliweza kuongea mambo mengi katika mifano. Katika kitabu cha Mathayo chapter 13 alianza kuambia mambo ya mbegu. Mpanzi alitoka akaenda akapanda, lakini hakumaanisha mpanzi mtu mwenyewe, ni mifano alisifundisha nayo alipokuwa anafundisha. Na ndio unaona wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wake wa 10, wanafunzi wanamwendea wanamwambia, mwalimu, mbona usungumze na watu hawa kwa mfano? Lakini Yesu anawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu ama siri za mbinguni. Kwa hivyo Mungu anapozungumza na mifano, anazungumza na watu wake kuweza kueleza siri ambayo anaitoa kwa njia ya mifano. Hivyo basi mifano yoyote tutakayoiona katika Biblia inafaa iweze kueleweka. Kwa hivyo mifano yoyote unayoipata katika Biblia ama mahali popote Yesu anasema, na kwa mfano akawaambia mpanzi alitoka. Kwa hivyo anapomaanisha mpanzi, anamaanisha kitu kingine tofauti na kile utakachosoma hapo. Ni fumbo ambalo linastahili kufunuliwa. Na zaidi kufunuliwa aje? Kwa njia ya manabii wake ambao ameweza kuweka waweze kufunua siri hizo. Sasa leo mtazamaji wangu, na kukaribisha tuweze kusoma nawe, na kuna mifano ambayo pia iko hapa ambayo tutaweza kuiangalia, mifano ambayo inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 13. Mifano hii tunaiangalia ambao ni michoro ambayo unaiangalia pale, unaona kuna wanyama wako pale. Lakini Mungu kabla tujaenda katika kitabu cha Ufunuo tuweze kuangalia mifano hiyo, mtazamaji wangu unayoiangalia, endelea kuiangalia unaposoma kitabu cha Habakuki. Habakuki ni nabii ambaye Mungu alizungumza naye mambo mengi sana yanayotuhusu. Alisema mambo ambayo yanayotolewa katika maono yasikae tu hivyo, bali amesema ya kwamba mambo hayo yaweze kuchorwa katika vibao, jinsi ambavyo nimeweza kuyaweka katika vibao kusudi uweze kuelewa. Sikiza, anasema hii. Bwana akaniambia, akasema iandike jonzi, kwa sababu Mungu tumeona ya kwamba anaongea katika jonzi na katika maono, katika manabii. So nabii anapoonyeshwa katika jonzi ama katika maono, anasema Bwana akanijibu akasema iandike jonzi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Mungu anakusudia iweze kuchorwa na iweze kuwekwa katika vibao, ili yeyote anayeisoma aweze kuielewa, kuisoma kama maji. Kwa hivyo mtazamaji wangu, utaweza kuangalia Mungu anahitaji watu wake waweze kuelewa jambo hili, na jambo hili lazima tuweze kujifundisha, tufundishane mimi na wewe. Na mifano hii ninayokuwekea hapa, naomba uweze kuiangalia kwa makini sana, kwa maana ni mifano ambayo Mungu ameweza kuiweka, na anatarajia mifano hii uweze kuelewa, kwa sababu imechorwa na imechorwa kusudi uweze kuielewa wewe, niweze kuelewa mimi, ili iweze kutusaidia sisi ambao tunaishi katika karne hii ya mwisho. Mstari wake wa 3 inasema nini katika Habakuki 2? Maana jonzi hii ama maono haya unayoyaona mtazamaji wangu, jonzi hii ama maono ama picha ambazo umeziona, inasema hivi, ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingoje. Ijapo kawia, maono haya unayoyaona hapa ambazo tunajifundisha, tunaambia uyangoje, ni kwa wakati wake. Yani yatafikia kwa wakati wake, lakini yatafikiria, kwa sababu Mungu ameweza kuahidi. Alafu anasema itasema uongo, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Mtazamaji wangu, unapoangalia katika picha ambazo nimekuonyesha hapa, picha hii inatueleza jinsi ambavyo fundisho hili linatusaidia kuweza kuelewa mafundisho ambayo Mungu anaweza kutupa hapa. Kwa ufupi, wale ambao tumejifundisha nao katika unabii hawapo gizani. Unaposoma unabii huu, tunaona kuna wanyama ambao tumeonyeshwa hapa, mnyama wa kwanza, wa pili.
Lakini mnyama anamaanisha nini? Kitabu cha Danieli 7 mstari wake wa 17, mnyama anasimamia utawala ama falme ambayo imetawala. Na wale ambao tumejifundisha nao hapo awali, tuliangalia katika kitabu cha Ufunuo 13 tunapozungumza katika picha ambayo ni ya kwanza katika Ufunuo 13 mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 10, tunaangalia utawala wa kanisa la Kirumi ambao uliweza kutawala. Na utawala huu uliweza kutawala baada ya utawala wa Rumi ya kichenzi ambayo ilikuwa inatawalwa na kiongozi wake alikuwa anaitwa Kaisari, ambaye alikuwa anatawala serikali ya Kirumi. Na tunaelewa ya kwamba utawala huu wa kipagani wa Kirumi uliweza kufika mwisho wake mwaka wa 476 AD. Yaani utawala ambao uliotawala Yesu akazaliwa ndani yake, ukamsulubisha Yesu na pia ukatesa wanafunzi wake. Na utawala huu tunaona ya kwamba utawala wa kipagani ulianza kutoka mwaka wa 168 BC mpaka mwaka wa 476 AD, ndio ukaingia katika utawala wa kidini ambao tunaoangalia sasa hapa katika Ufunuo 13 mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 10. Hiyo ni dola ya utawala wa kanisa la Kirumi ambao ulikuwa unaongozwa na mapapa. Na ndio utawala ambao unaona ya kwamba una sura tofauti tofauti. Kwa nini una sura tofauti tofauti? Katika kitabu cha Danieli 12, Danieli 7:12 kuna jambo ambalo linazungumza. Tunaangalia, tunaona ya kwamba sura ambazo tunazoziona hapo katika mnyama huyo mmoja, tunamuona ana sura ya mnyama simba na ana sura ya mnyama ambaye anaitwa chui, na tunaona miguu ya dubu. Wanyama hawa tunawaona katika kitabu cha Danieli 7. Na Danieli 7, kitabu cha Danieli 7 kinatueleza wanyama hao wanne ambao walitokea, ambao nimekueleza katika kitabu cha Danieli 7 mstari wake wa 17, ni tawala ambazo zitatawala. Na jinsi ambayo tuliweza kuelewa tulipokuwa tunasoma katika kitabu cha Danieli 2, tuliweza kuona ya kwamba mfalme ambaye alikuwa anatawala akiwa mtawala wake wa kwanza, ambaye ni mfalme wa Nebukadneza, ulilinganishwa na simba. Kwa hivyo simba yule tuliyemuona pale ni utawala wa Babylon ama utawala wa Nebukadneza ambao ulianza kutawala katika kipindi chake, na ukaingia utawala wa dubu ambao tunaona miguu yake. Kwa hivyo ni kumaanisha karakta hizi zote zimejumuishwa katika utawala wa dini ya Kirumi ama Roman Catholic. Kanisa hili lilipotawala kutoka mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 1798, kipindi cha unabii ambao kimetabiriwa katika kitabu cha unabii na katika kitabu cha Danieli 7, ilisema ya kwamba atatawala katika kipindi cha miaka 1260. Na tunaona ya kwamba aliweza kutawala katika kipindi cha miaka 1260. Tunaona ya kwamba ulianzia mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798. Na ndio tunaona ya kwamba utawala huu uliotawala ulikuja ukachukua tabia zote za wanyama wale wa kwanza. Kitu ya kwanza, ufalme wa Babylon ulikuwa na utajiri mwingi sana. Kanisa la Kirumi ni kanisa tajiri, ni kanisa huwezi lilinganisha na makanisa mengine. Ni kanisa ambalo lina uwezo duniani, kwa sababu unapoangalia kwamba hata siku ya leo tunakubaliana kwamba hakuna kiongozi wa serikali anaweza kutawala bila kuungwa mkono na uongozi wa kidini. Ndio unaona kiongozi yote anapochaguliwa anakimbia katika Vatican. Marais ambao unaowaona, yeyote anayechaguliwa, ni kanisa lina ushawishi ndani ya serikali zote za dunia. Lakini tunapoangalia katika kitabu cha Ufunuo 13, tunapoangalia mnyama huyu, tunaona ya kwamba mnyama huyu, tunapoambiwa katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wake wa 2, tunaambiwa alitawala, lakini tukaambiwa ya kwamba alikuwa na jeraha la mauti. Kumaanisha alipigwa jeraha la mauti. Ili jeraha lilipata mwaka gani? Ili tuweze kupata fundisho lenyewe, aliweza kupigwa mwaka wa 1798 na kiongozi aliyekuwa anaitwa Napoleon Bonaparte. Na Napoleon aliweza kumpiga kiongozi wa kanisa Katoliki aliyokuwa anatawala wakati alikuwa anaitwa Pope Pius wa 6. Ndiye aliweza kupigwa na Napoleon Bonaparte kupitia kiongozi wake wa jeshi alikuwa anaitwa Alexander Badia ama General Badia. Aliweza kumchukua Pope Pius mateka mwaka wa 1798. Miezi mitatu akaweza kumpa chakula iliyochanganyana mchanga na chakula chake. Huyu papa akaweza kukufa mwaka huo. Alipoza tunaona ya kwamba Napoleon alipoweza kumwangamiza Papa Pius, akaweza kutangaza ya kwamba hakuna uongozi tena wa dini na serikali
ambao ulikuwa unakaliwa na kanisa la Kirumi. Akaweza kuondoa kabisa, na Ufaransa ukaweza kuleta mfumo mwingine wa kuweza kuondoa utawala huo kupitia Napoleon Bonaparte. Ndio tunaona ya kwamba baada ya utawala ambao ulioletwa na Ufaransa, tunaona Ufaransa kuweza kuweka mizizi yake ya kuweza kuleta utawala ambao hauna ibada ya Mungu ndani yake, ama uadilifu, ama utawala ambao haumtambui Mungu, dola ambayo imtambui Mungu. Na ndio tunaona sera zake zikaweza kuungwa mkono sana na nchi ya Russia, ambayo sera ambayo ilianza katika nchi ya Ufaransa. Tunaona ya kwamba ikaweza kushika Russia na nchi zile zingine ambazo zimeunga mkono. Tunaona ya kwamba uongozi huu umeshika Russia na nchi za China, tunaona ambao wameshika hizo sera ambazo ziliweza kuanzishwa na nchi ya Ufaransa kupitia kiongozi alikuwa Rais Napoleon Bonaparte, na wakaweza kuondoa. Na tunaona ya kwamba kwa sababu ya wakati huo Warumi walikuwa wamekandamiza watu na hawakuweza kuwapea uhuru wa kuabudu. Ndio tunaona ya kwamba Mungu akaweza kuchipua dola nyingine ndogo ambao unaiangalia katika hapo picha ya mnyama yule mwingine ambao unaomuona pale. Mnyama huo anasimamia dola ya Marekani ambaye ana pembe mbili. Hizo pembe zake mbili unazoziona hapo zinasimamia utawala wa dini na serikali. Marekani ilipotawala kutoka mwaka wa 1776 iliweza kuanzisha katiba yake inayotenga dini na serikali, haikuweza kuunganisha kwa pamoja. Na ndio tunaona ya kwamba wakati Marekani ilipopeana tena uhuru wa kuweza kuabudu, Mungu akaweza kuibariki dola ya Marekani na ikawa nchi nzuri sana. Lakini cha ajabu ni ya kwamba Marekani inaweza kuweza kuponyesha jeraha ya mnyama yule wa kwanza, ambaye mnyama tumemsoma ya kwamba ni kanisa la Kirumi, na kanisa hili tunaona ya kwamba lilipewa mamlaka yake na joka. Na unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wake wa 9, joka ni shetani. Kwa hivyo makao makuu ya shetani yaliweza kumpa kanisa la Kirumi utawala na nguvu zake iweze kufanya kwa niaba ya joka mwenyewe. Na ndio tunaona ya kwamba wakati ilipotawala wakati wa kwanza, kinaitwa kipindi cha zama za giza, iliweza kukandamiza na uhuru wa kuabudu hukuwa tena, ila ulikuwa unaabudu kulingana na vile Warumi walikuwa wanasema. Lakini Marekani ilipokuja mwaka wa 1776 ikaleta utawala mwingine ambao unayetambua uhuru wa dhamiri, ama mtu aweze kuabudu kulingana na vile anavyotaka na uamuzi, na akaweza kuseparate dini na serikali. Yaani serikali ifanye kando na dini iweze kuwa kando. Lakini ndugu yangu, nataka kukuambia ya kwamba jambo hili lilikuwa tena likuje ligeuke tena lirudi katika utawala wa kwanza, jinsi ambavyo Biblia inasema ya kwamba kanisa Katoliki lilikuwa linatawala. Na ndio tunaangalia tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba mnyama huyu alionekana alikuwa mfano wa mwana kondoo. Kumaanisha alikuwa anatetea uhuru wa dini ambao Yesu alikuwa anapeana. Uhuru huo pekee yake unapatikana katika Yesu. Na ndio tunaona ya kwamba Marekani inasimama kama mwana kondoo, si mwana kondoo bali kama mwana kondoo, ikiwa inatafuta uhuru wa mtu kuweza kuamua kuabudu jinsi anavyotaka, kutenganisha serikali na dini, dini isikusurutishe jinsi toka vya amini. Lakini Biblia inasema ya kwamba Marekani huyu ambaye tunayemwona katika picha hii, ambaye anakaa mfano wa mwana kondoo, tena atanena kama Mrumi ama atanena kama joka, kwa sababu tumeona joka aliweza kumpa Mrumi utawala na nguvu zake zote. Kwa hivyo Marekani tena itakuja kucompromise na Warumi tena na iweze kurejesha mkono tena kwa Warumi. Ndugu yangu, jambo hili si jambo la kuweza kukustua. Marekani ilipotengenezwa kutoka mwaka ambao nimekwambia 1776, itengenezwa ikiwa inajitenga na utawala ambao ulikuwa ukandamizaji wa kanisa la Kirumi, na ikaweka dini kando na serikali ikaiweka kando. Lakini mambo ya hivi karibuni yanashtua, kwa sababu tumeona ya kwamba jinsi ambavyo Marekani imeanza kuleta tena kanisa ndani ya serikali. Si ajabu tumeona mwaka wa 2021, 2022 jinsi safari zimekuwa nyingi sana za rais wa Marekani George Biden katika kukutana na rais na Pope mwenye ameaga hivi karibuni, anaitwa Pope Francis. Cha ajabu ni kwamba hata tumemuona akichukua coin ambayo ni coin ambayo inakaa na rais wa Marekani peke yake, na akaweza kumpatia Pope Francis. Yaani kutambua ya kwamba ametambua uwezo tena wa kanisa la Kirumi ambao uliweza kuondoka kutoka mwaka wa 1798 alipopigwa jeraha la mauti na Pope Pius. Ndugu yangu, watu wengi wamekaa wakijiuliza ni nini kinafanyika saa hizi katika nchi ya Marekani? Ni nini kinafanyika saa hizi katika
mji wa Vatican ambao tunaangalia ni makao makuu ya kanisa la Kirumi. Tunaona muunganiko tena unarejea tena wa kuweza kuunganisha viongozi hawa tena, kuunganisha dini tena na serikali. Tumeona Biden akiweza kupeana coin kwa kiongozi wa kidini. Na tena tumeangalia tena kiongozi mwenye yuko hapa rais ambaye amechaguliwa tena sehemu ya pili ambaye amerudi ni rais Donald Trump. Juzi mmeona picha zake, amechukua picha akapigwa akiwa amevaa sare ya papa na kujitangaza yeye ndiye pope. Na cha ajabu sasa tena tunaangalia katika Vatican uchaguzi ambao umefanya tena hivi karibuni, aliyechaguliwa tena ni Mmarekani, na tena ni Mmarekani wa kwanza tangu Marekani iweze kuundwa kama taifa, haijawahi toa tena kiongozi wa kanisa la Kirumi. Kwa nini? Marekani sera zake zimetengenezwa na Waprotestanti ambao hawangeweza kushirikiana na Wakatoliki, waliweza kujitenga na Wakatoliki ili waweze kupata uhuru wa kuabudu. Lakini tumeona papa amenyemelea tena katika serikali ya Marekani na ameweza kurejesha tena ule uhusiano uliokuweko kabla ya yeye kupigwa jeraha la mauti na Mfaransa, kumaanisha jeraha lake la mauti limepona. Na kama limepona, ni nini tunatarajia? Ni kwamba Marekani, tunaambiwa katika mstari wa 11 hadi mstari wa 13 ya kwamba Marekani atatumia uwezo tena wa mfano wa mfalme wa mnyama wa kwanza. Mnyama wa kwanza ni nani? Ni kanisa la Kirumi. Kwa hiyo kumaanisha Marekani tena ita compromise na tena kubetray uprotestanti wake na kurejesha mkono tena kwa Wakatoliki. Kumaanisha Mkatoliki tena atapewa mkono na Marekani, kumaanisha opposition tena ama uprotestanti utakuwa umekoma na Marekani itakuwa ikizungumza kama Wakatoliki. Kumaanisha kutakuwa na nafasi tena ya uprotestanti katika nchi ya Marekani. Ndugu yangu, tunapoangalia picha ambazo zinaendelea za Pope Leo mwenye amechaguliwa, tunaona Marekani ikiwa katika ushawishi mkubwa wa kuweza kusaliti sera ambazo walizopewa hapo awali. Na hizi sera zimeonekana zikisalitiwa hapo awali kwa sababu tumeona sera zinazotawala dunia wakati huu zote zinaungwa mkono na Marekani kusukuma ajenda ya Wakatoliki. Sera ya kwanza ni ya Laudato Si. Laudato Si, mambo ya environment ambayo yameweza kuletwa na Warumi. Pope Francis mwenye amekufa hivi karibuni ameleta sera ya Laudato Si kuweza kutengeneza dunia iweze kuwa nzuri, watu waweze kuikaa. Na ni sera ambayo imesukumwa sana na nchi ya Marekani. Kwa hivyo Marekani inasukuma uwezo wa kanisa la Kirumi ili ajenda za kanisa la Kirumi ziweze kuendea. Lakini katika hiyo Laudato Si ukisoma inasukuma sera siko fiche sana za kuweza kubetray tena uprotestanti wa watu wa Mungu wa siku za mwisho. Kitu ya kwanza kusoma kipengele cha 237 237 inasema ya kwamba Marekani dunia mzima lazima iweze kukubali Jumapili kama sabato ambayo Mungu aliweza kuiweka. Na unabielewa ya kwamba Jumapili imewekwa na Warumi kusudi kuweza kuinua Mrumi na kumweka Mungu chini. Ndugu yangu, wakati unapoona picha ya rais wa Marekani akishirikiana na Pope Francis ambaye hakuwa Mmarekani, unatarajia kuona nini wakati ambapo Donald Trump anatawala na Pope Leo ambaye ni Mmarekani akiwa katika kiti cha upapa? Inakuambia nini? Inakuambia Waprotestanti wanaenda kusalitiwa tena jinsi ambavyo Biblia inavyosema. Ndugu yangu, unabii wa kitabu cha Ufunuo 13 umetimia. Hakuna kitu kingine tunachongojea. Kile tunachongojea ni Jumapili iweze kutangazwa na iweze kulazimishwa watu wote waweze kuabudu. Kwa sababu sera za papa yule aliyekuweko zinasema kwamba Jumapili isukumwe kama sabato ile Mungu aliyoiweka. Na unaelewa sabato ni muhuri wa Mungu. Kwa hivyo wanaondoa muhuri wa Mungu kuweza kuweka muhuri wa mnyama. Ndugu yangu, katika picha hizo mbili ambazo umeweza kuziona pale, unajifundisha nini? Watu wa Mungu tuweze kuamka. Tuweze kumsimamia Mungu wetu. Tusimamie imani yetu. Kwa sababu kile kiko mbele yetu ni kuweza kusimamia imani yetu kwa gharama yoyote. Kwa sababu tunaposikia Marekani itaponyesha jeraha. Na jeraha wakati ambalo Warumi hawako wamepigwa jeraha, waliweza kuwaangamiza Wakristo wengi sana duniani, wale waliokuwa wanasimamia imani yao.
kwa sababu hawakuweza kukubaliana na sera za kanisa la Kirumi. Ndugu yangu, ninakuomba uweze kusimamia imani yako siku ya leo, na uweze kuangalia unabii unapotimia, kujiunganisha na Kristo katika maisha yako, kusudi mlango wa rehema unapofungwa, Yesu anapohesabu watu wake, uhesabiwe ukiwa na wale waliopigania imani, wale waliokuwa wanajiita wa Protestanti, walikuwa na protesti wakitetea ukweli wa neno la Mungu. Unajua kanisa la Kirumi lilipokuja lilibadilisha mambo mengi. Lilibadilisha ubatizo ambao ni ubatizo wa kweli, wa maji mengi. Wao wananyunyizia watu maji. Walikuja wakaanza kufanya ibada za watu waliokufa. Na ndio unaona hata papa mwenye amechaguliwa leo, wakati alipoanza ibada yake ya kwanza, alienda kwa kaburi ya popu mwenye amekufa, kuweza kuzungumza naye, kwa sababu wanaamini ibada ya wafu. Wanazungumza, watu waliokufa wanaweza kukusikiza. Ndugu yangu, wamebadilisha mambo mengi. Wamebadilisha Sabato kutoka siku ya Jumamosi wakaleta siku ya Jumapili. Hivyo basi unafaa usimamie imani yako kama mtu wa Mungu. Uweze kutetea imani yako, uweze kufuata neno la Mungu, na uache kufuata mapokeo. Wakristo wengi waliweza kuprotesti kwa Wakatoliki katika vipindi mbalimbali. Tunaona kama Martin Luther aliweza kuprotest na alisimamia imani na nuru aliyokuwa nayo. Tunaona akina John Wesley ambaye alianzisha kanisa la Methodist aliweza kuprotest kwa Wakatoliki, akisema watu wanaokolewa kwa neema. Hiyo neema ya Mungu si kwa uwezo ama kwa mtu unafanya kazi kusudi uweze kuokolewa. Tunaona Baptist wamesimama wakatetea msimamo wao wa kubatiza watu na maji mengi, walipogundua hayo wakatoka. Siku ya leo tumeona ya kwamba jinsi ambavyo uongozi wa kanisa la Kirumi unavyofanya kupitia kitu inaitwa ecumenism, kuweza kuunganisha watu katika umbrella ya muunganiko wa kidini. Wewe uliprotest kutoka kwa Warumi, ukaenda kwa sababu hataki kufanya mabadiliko. Unapoungana na yeye amebadilika. Na ninashangaa watu wa Mungu wanaungana na hao watu katika muunganiko si wa mabadiliko kuelekea mbinguni, lakini muunganiko kuweza kurejea duniani. Ndugu zangu, Babeli inaanguka, tuweze kutoka kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 18 mstari wake wa 4, tutoke. Na tusipotoka tutapokea mapigo ambayo Mungu ameweza kuyaandaa. Ndugu zangu, tuko katika siku za mwisho. Unajua tuonyesha wazi kila kitu kimefika mwisho. Mambo yaliyozungumzwa katika kitabu cha Ufunuo 24 yote yametimia. Ni nini ingine unachotaka kusikia ili kuweza kukubali wito wa neno la Mungu? Fungua moyo wako, mpokee Yesu katika maisha yako. Mahali popote ulipo, elewa tuko katika siku za mwisho. Kama kuna agenda na plani nyingi uko nazo, agenda yako ya kwanza itangulize Yesu awe kiongozi katika maisha yako. Ili unabii unapofunga, watu wanapopotea, wewe unabii ufunge ukiwa upande wa Kristo. Ndugu yangu, ombi langu ni ya kwamba pokea Yesu katika maisha yako. Kubali Biblia iwe kiongozi. Soma neno la Mungu, achana na mapokeo. Sababu watu wengi katika imani wamepotezwa na mapokeo. Watu wana mapokeo, kila imani iko na mapokeo yake, lakini Biblia inawekwa ikiwa katika sehemu ya pili. Ondoka kwa mapokeo, mfuate Yesu na neno lake ambalo ni Biblia, jinsi ambavyo linavyosema. Biblia ni taa ya miguu yako katika kitabu cha Zaburi 119 fungu lake la 105. Biblia ikuongoze. Na nina uhakika ya kwamba ikiwa utaweza kuchagua Biblia iweze kukuongoza, au utaweza kuchanganyikiwa na mambo yaliyoko duniani, bali utamfuata Kristo na Kristo atakuongoza. Ndugu yangu, siku za mwisho ndio hizi. Hakuna kitu kingine ambacho unatarajia. Yesu anakuja. Na anakuja kulipa mtu kulingana na matendo yake. Kundi ni mbili tu peke yake, kondoo na mbuzi. Katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wake wa kuanzia 41, Mungu anajua walio wake, lakini waliokataa kumjua pia Yesu ataweza kuwajua. Ndugu yangu, jiunge na kikosi cha Kristo na tafuta kundi la watu. Wachana kukaa na katika vikundi vya watu wanaojiita watu wa Mungu lakini si watu wa Mungu. Jiunganishe na kundi la watu wa Mungu wanaomtafuta Mungu kwa roho na kweli, kwa sababu hao ndio Baba anaowatafuta. Yesu anasema katika kitabu cha Yohana 4, anasema Mungu anatafuta wanaomtafuta kwa roho na kweli. Mungu atafuti watu kwa sababu wanakaa Yerusalemu. Mungu atafuti watu kwa sababu wanakaa Samaria.
anatafuta watu kwa sababu wanatafuta katika roho na kweli, na hao ndio Baba anaowatafuta. Damu ya Yesu ilimwagika kusudi uweze kuokolewa. Hatua zipi unazozipiga kusudi uweze kuokolewa? Ndugu yangu, Mungu akubariki utakapopiga hizo hatua na uweze kumfuata Yesu kama kiongozi wa maisha yako. Mungu aweze kukubariki. Asante Mungu wangu na Baba yangu kwa sababu ya mtumishi wako. Tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Sana sana tusamehe dhambi zetu. Kuwa kiongozi katika maisha yetu kuanzia leo na hata milele, kupitia jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.